Biblia. Ufunuo wa Yohana ni kitabu cha mwisho kabisa. Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11 anasemaje? Biblia inasema, ndio, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ngoja. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Mwambie mwenzio hiyo damu inatakiwa ikushindie. Hawanielewi wengine. Endelea mtumishi wa Mungu. Na kwa neno la ushuhuda wao. Ndio. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ambao hawakupenda hata maisha yao kufanya hata kufa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, ni damu ya Yesu. Ambao maisha yao hawakupenda hata kufanya nini? Kufa. Labda wewe umependa biashara yako ife, labda wewe umependa wazaliwa wako wafe, lakini nikakwambia madhabahu hii tunayo damu ya Yesu ambayo inaweza kutusaidia biashara zetu zisife, uchumi wetu usife, wazaliwa wetu wa kwanza. Hata kama wewe ukusoma ukufika chuo kikuu, watoto wako hata wafike chuo kikuu kwa jina la Yesu, kwa sababu tunaiamini damu ya Yesu. Useme mimi sikusoma bwana, na huyo aende kulima. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Soma vizuri Biblia. Hawakupenda maisha yao yafe, na mimi sitapenda watoto wangu wafe katika dhambi. Sitapenda watoto wangu waibike. Lazima wafikie kusudi ambalo Bwana amekusudia. Kama shetani aliwinda kwangu, alifaulu kunistopisha kielimu, watoto wangu nimesema lazima wasome kwa jina la Yesu. Ninachojivunia ni nini? Ni imani katika neno la Mungu. Ninachojivunia ni nini? Ni imani katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Waganga wengi wamewadanganya watu wakisema kalete kuku, kalete mbuzi ili tuondoe mikosi yako. Kwa nini? Wanaiamini ile damu ya mnyama kuliko damu ya Yesu. Ukimwambia kuna damu ya Yesu atakufukuza, atakwambia ondoka.